The Bible says, Genesis 2, we started from 10, but I will only read 13. The name of the second river was Gihon. It winds through the entire land of Cush. The name of the third river is called Tigris. It runs along the east side of Ashur. And the fourth river is Euphrates. Amen. Father, we are about to leave this place, and in the next few minutes, change our lives and transform us in Jesus' name. We may have our seats for just a few minutes, and we'll be out of this place. Let me tell you, people of God, every Sunday is not like the other. The Lord has a plan with this day. May the Lord bless you. I'm not going to go deeper into what we are supposed to look at, but I only had to prepare you that as we are going on with the activations of inner rivers, is that where we are? We looked at the first river is called Pishon. Pishon means increase. And we have activated increase in our lives. And we said, God, you are going to cause one source of income to give 4 other dimensions, to be splitted into 4. Because we said when the river came from wherever it was coming from, when it reached Eden, it had to split itself into 4 rivers. Why? Because in Eden, we said Eden is a Hebrew word that means the presence of God. When you enter the presence of God, the small thing you have gets splitted, get increased. You can be getting a very small amount of money, but when you bring it into the presence of God, He increases it. That's why the Bible says when the man called Elijah brought the presence of God to the woman of Zarephath, the Bible says the little she had when she entered into the presence of God sustained her for 3 years and 6 months. I declare increase upon your life. I say increase upon your life. I say the little you have will increase in Jesus' name. I say the little you have will increase in Jesus' name. You will enter into the presence of God. You will reach Eden, and then Eden will separate the little you have, and you will be increased. If you hear me, shout hallelujah. If you hear me, shout hallelujah. Then we saw, I told you about the woman in the Bible who went to Elisha and told Elisha that my husband was a prophet, but when he died, he left us with nothing. He left us with nothing apart from death. And Elisha looked at the woman, and Elisha realized that this woman is looking for something big, yet that big thing was left behind by the husband. But the only thing she can see is the problem. You know, most of us, we don't see how God has blessed us. We only see the problems around us. I pray that your eyes will open today. You will start seeing blessings and not only problems. Tell your neighbor, you are surrounded by blessings, not problems. If you hear me, shout hallelujah. If you hear me, shout hallelujah. Unasikia maneno ya mtu kila siku, ni mapepo iko hapa, mapepo inanisumbua, nimeonewa, nimesewa, nimekanyagwa, nimefanya hivi. Siku gani utasema nimebarikiwa, nimeinuliwa? Hata nikitoka jasho, ni jasho ya baraka. Hata nikisikia furaha, ninasikia vizuri. Nikiamuka, sisemi hii mgongo yangu ndio itaniuanga. Ninasema niko na nguvu ya kwenda kazini. Nikiamuka, sisemi hii kichwa siku moja itatoka nyoka. Wewe, why can't you stop looking at problems around you and start seeing the big God around you? I came to tell you, God has left something in your life. The day He saved you, He never departed. He is in you. So rejoice, and again I say rejoice. Be happy because around you there are blessings. There are no problems only. Somebody say, even me, I am blessed. I can manifest too, lakini you are blessed. And they will manifest in Jesus' name. For you to know you are blessed, I told you, I will repeat that until it sinks in you. Money is not blessings. Blessings is money.
pesa sio baraka, baraka ndiyo pesa. Kwa sababu walio na pesa bila baraka hawana amani ulio nayo. Walio na baraka wana amani kuliko walio na pesa. Natangaza ubarikiwe, uache kutafuta pesa, utafute furaha ya maisha, na pesa zitajileta. Halo, life vile mtu anaipelekaka ndivyo linaendaga. Mimi huyu Ackson, vile nilikuwa nasikia furaha ya Mungu nikiwa kwa self confused. Hata nikilala kwa kitanda yenye ninalalia leo nigeuke mara 7, hiyo Mungu hajasema sasa kwa sababu umekuwa kwa kitanda nzuri nitajidhihirisha kama vile Mungu wa kitanda nzuri. Hakuna Mungu wa kitanda nzuri. Mungu ni Mungu wa amani ya roho. Mungu ni Mungu wa furaha ya roho. Mungu ni Mungu atuponyaye vile tulivyo, na kutangazia kwa umena ama kwa nyama. Mungu akiwa ndani yako utafurahi, utacheza, utatembea kama mtoto wa mfalme. Unajua mwenye hajabarikiwa akikuona unakutia tu kama lashi, anasema na hii malashi yake na mkaga ni kama hiyo ya mochari. Ukiona unaweka unapaka mafuta, anasema huyu anangaangaa ni kama alipaka kimbo. Unajua mwenyewe hakutaki, hata ukifanya nini hakutaki. Sasa hata kutaka watu wakutake, jitake, ujipende, ujikubali, uwe vile ulivyo, ufanye kila kitu ukijijua. Nitoke sasa ninakaaje? Unanionaje? By the way, Pastor Ackson hiyo kiato ni kali hivi. Gikomba. Wewe! Mimi nitawekelea. Na nikitoka, see what the Lord has done. See what the Lord has done. And when I am seeing what the Lord has done, wewe ukiona nikikomba, mimi najua kikomba itengenezake viatu. Ilitokaka UK, ndio ikajikuta kikomba. See what the Lord has done. I don't care ni mutuma ama ni nini. See what the Lord has done. Can I pray to somebody today? I don't care what you interpret. As long as I know heaven has sealed it, I will take it. And as I take it, I will carry it. If you hear me shout hallelujah. Hey, tikita kumwambie nipe space. Akiimba anaimba hivi, akiomba naomba. Kwani wote tunakutaka kuomba? Nikasoma ka post kingine, mtu anaambia pastor, aseme pastor leo service haikuwa nzuri. Pastor akamwambia pole, ni kwa sababu haiko wengi tulikuwa tunaipea. Mungu yeye aliipenda. Unakomplainia service, ni wengi tunapeana service. Unakomplainia service kama nani? Aseme leo present worship haijanibariki. Wewe tunakuwa tunaabudu. Mwenye maabudu yake haja complain. Nitaabudu tena vile na vile tena na kesho hivyo. Wewe, I cannot talk to somebody. Stop being timid because people are talking. I came to tell somebody, with the little in the presence of God, He will increase it. So start looking at what God has given you and forget about what you have not seen. Ukifungua wardrobe hivi inafanya unasema hii space inabaki ni za nguo zenye nitaendea Turkey. Am I talking to someone? Am I talking to someone? Sio unafungua wardrobe inafanya na unasema hakuna kitu kama hiyo. Wardrobe ikikuangalia hivi unasema Turkey, here I'm coming for you. Am I talking to somebody? You speak to the emptiness of your life by the hope of the one who died on the cross. And as you speak to the emptiness, He fills the gap. Hello, dadangu, katika Edeni hakuna kulialia. Hakuna mtu anampeleka out, hakuna mtu anampeleka jipeleke. Hata kama hakuna cha kukula, kaa hapo maji na toothpick kwa mira. I'm talking to somebody. Unasema leo hata mimi siko home, niko somewhere. Unaona hakikisha unakaa karibu na mira. Ukichuka maji hiyo, chuka na unaangalia kama there is no time for stress when we enter the presence of God. We have no room for any. Tunasikia watu wanasema anabehave kama wazimu. Ni kama wazimu kwa sababu hataki kulower his standard kwa level yenu, so that nyinyi muangalie mumchekelee. Amejipeleka level zake ili kwamba Mungu aonaye kwa siri amjibu kwa wazi na kutangazia
Him for you to live long. Okay, do you know the way I'm keeping myself fit? Do you know the one who gave me this body? Where? Be careful. 1996 nilitokezeaga hivi, watu wakaangalia wakasema, "Kai Yesu, muone skeleton inakuja, mfupa inaachana na ngozi, inatembea hivi." And now I can look at myself and say, "Libu, and you are talking of Jesus. I came to tell you, love yourself the way you are." Jipende. Angalia jina lako, mwambie najipenda kwanza. Kabla nikupende wewe. Kama unanisikia, shangilia huyu Bwana. Shangilia zaidi. Kupenda makofi ya furaha. Ukitembea barabarani, jipende. Ukilala, jipende. Wewe unakuwa unangorota, unamwambia, ukingorota maana umeshiba. Wewe umeshaona mtu mwenye kuna njaa anapata usingizi? Nikingorota maana sijijui, na kama sijijui nilishiba. Wewe niache vile nilivyo. Haijalishi nini nilikuwa. Nilimwambia napendia Mungu kitu moja, hapa kwa tumbo hakunaga kio. Ni kule umena wewe kule nyama, kitakachokujulisha ni nini? Ni afya ya jasho. Unajua jasho ya umena inaenda kutoka mpaka unafikiria mimi nilikula nyama, wewe ulikula umena. Wewe ninakaa hivi unaniangalia unasema huyu ndiye alikula nyama. Nyama ina depend ilienda wapi? Baraka si pesa. Nasema pesa si baraka. Baraka ndio. Mungu akubariki. Nasema Mungu akubariki. Nasema Mungu akubariki. Nasema Mungu akubariki. Nasema Mungu akubariki. Narudia, Mungu akubariki. Nasema mbingu ikubariki. Nasema mbingu ikubariki. Nasema mbingu ikubariki. Kama unamsikia haleluya. Nasema mbingu ikubariki. Acha kuangalia mambo machache ambayo hauna, anza kuangalia yale ambayo uko nayo. Huyo mama analia, mtumishi wa Mungu, bwanangu alikufa, alikuwa nabii kama wewe, lakini ameniacha na madeni peke yake. Mtumishi wa Mungu anamwangalia na kuuliza, wewe una akili timamu kweli? Bwana yako alikuwa nabii, na nabii, unabii uhakikishwa ni unabii mafuta yakimwagwa juu ya nabii. Na huyo bwana yako alipokufa aliacha kitu kwa nyumba yako. Ni nini alikuachia? Anasema nimeachia tu chupa moja ya mafuta. Kwani ulitaka nabii akuachie nini? Nabii hujulikana kwa mafuta. Nabii aliacha mafuta nyumbani. Na hivi aliacha mafuta nyumbani, wewe tumia akili ya kiunabii kutengeneza mafuta ya nabii ikupatie majibu ya kesho. Kama talk to someone. Nabii hujulikana kupitia mafuta. Na Bwana amefariki, lakini mafuta yake hajaipeleka kaburini, ameiacha nyumbani. Wewe mama, wewe acha kulia magumu, angalia umeachiwa nini wewe. Nimekuja kutangazia mtu, wakati Roho Mtakatifu alipokuja juu yako, hakukuacha hivyo, alikuacha na mafuta, alikuacha na upako. Acha kulia vitu viko karibu yako, lia vilivyo ndani yako vionekane. Kama unanisikia sema haleluya. Acha kulia vitu vilivyo karibu yako, anza kulilia vilivyo ndani yako vianze kuchemka, kwa sababu ukuu haukuagi nje, ukuu unakuaga ndani. Ukichemusha ukuu wa ndani, wa nje utakupane. Ukitafuta wa nje, watu watakudefine vile wanataka. Jikuta useme leo vijito vya maji vitachemuka ndani yangu. Kama unaamini, shangilia Bwana. Niliwaambia shida ya huyu mama ilikuwa shida ya Adamu. Adamu alifikiria Mungu atakuja achukue matope tena afanye pum 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 pum, alafu afanye Adamu chukua mke. Wewe Adamu unajikaa kisha lonely, eti unatafuta mke. Imagine Adamu anaenda kutafuta mke, anaenda kumtafuta kwa monkey. Imagine grandmother hiyo angekuwa kwa monkey. Imagine anatafuta wife, na Mungu anaangalia anasema, Adamu haujijui. Ukuu unakuaga ndani, ukuu haukuagi nje. Kenye unatafuta kiko ndani yako, ukikiactivate kitakufanikisha. Mungu akaona huyu nikimwambia atulie nimtoe kenye kiko ndani yake hataelewa, akamchapa usingizi, akamsaidia kutoa kiko ndani yake. Wewe unatafuta mafanikio yako nje, ninakutangazia unatembeaga na mafanikio yako. Leo amini Kristo activate mito ndani yako, na mito yako ikiactivatiwa, wewe ndiye supporter wa maisha yako, wewe ndiye sponsor. Wale wenye wako na sponsors our struggle. Kai. Hello. Basi kuna kwa sponsors. Sponsor ni huyo mweko ndani yako.
sema amen. Kama unanisikia sema amen. Mungu akujulishe ukuu ulio ndani yako. Vijito vya maji vilivyo ndani yako leo vianze tena kuchemuka. Haja ya kumkaribia Mungu ianze tena kukurudia. Furaha ya wokovu ianze tena kuamuka. Hamu ya kufanya miujiza ianze kuamuka. Hamu ya kuona matokeo ianze kuamuka. Hamu ya kukaribia mbingu ianze kuamuka. Alafu wewe utaona vile miujiza na ishara zitafuatana na wewe. Kama unanisikia sema haleluya. Nasema zitafanya nini? Nasema zitafanya nini? Sio wewe unazikimbiza vile unazikimbiza kila siku. Unakimbiza miujiza na ishara. Chemsha kilicho ndani yako. Biblia inasema Elisha akamwambia rudi kwako. Wende uchukue hiyo Bwana wako alikuachia. Hiyo unadharau. Hiyo itakupatia suluhisho. Kwenda kwa nyumba yako na ili kwamba ujue umuhimu ya kenye Bwana wako alikuachia, ufunge milango. Sikiza nikwambie siri. Ukiona mtu anakuita kwa street, alafu anakwambia hii chain ninauza ni ya gold. Jua sio ya gold. Ikiwa ni ya gold, hawaiuzagi kwa street. Kuna kwaga hizo samples kwa vio, lakini na hizo samples nao pia sio gold. Ikifika real gold, wanakwambia ngojea sasa, twende tukuletee oda yako. Unaona wanapotea. Hawaonyeshani mahali wanaingia. Ndio wanakuletea oda. Na wakikuletea wanakuitaga ndani, unapima, unaweka. Alafu wanakwambia ukitoka nje it will be on your own risk. Lakini ukiona unavaa kitu, hata watu wenyewe wanakwambia it is for our own risk, all of us. Kitu ya dhahabu ya maana uwekwa ndani. Sikiza nikwambie tena. Alo, baba, ukiwa na dola na ukuwe na ngiri, ni nini uta-expose kuliko nini? Uta-expose ngiri kuliko dola. Kwa sababu ngiri inaweza kuibwa na dola inarudisha hiyo ngiri. Lakini dola ikiibwa, ngiri hairudishi dola. Can I talk something? Anything that you find it is taking long for you, no, it is too expensive, God is making it. Wewe, angalia kisa jirani mwambie wewe, si chips funga. Unaingia tu kwa ambassador. Sijui inaitoka tena je hiyo hotel. Unaingiaga hivi, unalipa hapa, unasonga hapa, unaona kikaratasi. Unajua hiyo karatasi, wanapiga chips hivi, wanapangushia hapa, wanapiga chumvi hivi, wanakuwekea bagando, una wrap hapa. Na unaenda unaketi kwa kiti kingine ndefu. Usijifanye tulipita hapo sote. Kai, unajifanya. Na hapo ukikula unakulaga na toothpick. Sasa makosa ni uweke chumvi, hiyo itoke na kifuniko. Na ulikuwa na kuisha wewe. Ndio unaona mtu anachagua ka chips pole pole, anakakunguta hivi. Wewe, angalia jirani yako ambaye wewe si chips funga. Nadi, I got to tell you, ukiona chakula inachukua muda huko jikoni, maana yake inabeba jina fulani. Utasikia wanaita Spanish, utasikia wanaita Italian, utasikia wanaita hata yenyewe ni international. Your miracle is not delaying. It is being cooked. Can I talk to somebody? Muujiza wako unapigwa, ndio kwa maana imechukua muda ambao sio wa kawaida, kwa sababu sio chips. Unaingiaga kwa hoteli unaambiwa keti baba, na keti. Wanakuvi hata kama wewe ni mkubwa, wanakuambia wekelea. Unawekelea kwa kingine hivi eti usijichafue. Kisha wanakuletea kitambaa kingine. Siku moja walinileta yangu ya kwanza nikafikiria na nini iko na kutoka moshi. Eti hiyo sasa ni ya kupanguza mikono. Mimi nilifikiria kai. Sasa hii imeshawekwa hapa na hii naenda. Anapanguza mikono baba. Nilijua. Nikafikiria hivi nimepanguza mikono, chakula imekuwa ready. After 15 minutes, naona wanaleta vijiko. After 20 minutes, naona wanawekelea
tuma vitu. Kisha nasikia wananiambia supu iko tayari. Nikasema kuna supu. Tulikuwa na mwenzetu akatandika mikate 5. Tule tuburu twa supu huko. Si anaona basket. Yetu ni chu. Akashi. Kisha sasa order ikakuja. Kastana nibe. Take away hapa hakuna. Hapa wewe umejishirisha. Alo. Angalia jirani yako mwambie wewe si chips funga. Mpole. As long as you are in the presence of God, it may take long, but it is coming. And when it is coming, you will increase. If you hear me say amen. Wakamwambia kwenda jifungia wewe na watoto wako, na mkijifungia wewe na watoto wako uboro vitu, kwa sababu vyenye uko navyo havitoshi kenye bwanako alikuachiaka. You have something big in your house. Una kitu kubwa ambao hata vyombo vya nyumba yako havitoshi kenye mume wako alikuachiaka. Hiyo kitu unadharau mtoto wa Mungu. Ukiiweka katika uwepo wa Mungu, Mungu ataifanya ushangae. Atatumia hiyo kipawa yako iwe kubwa zaidi. Atatumia hiyo mikono yako izae matunda zaidi. Kitu kinachohitajika ni kuacha kujidharau na kuingia katika uwepo wa Mungu na kumwambia Baba, hapa niko, nitumie. Kama unamsikia mikono yako sema, Bwana Yesu, niko hapa, unitumie. Patia Bwana makofi mazuri. Na katika uwepo huo, Biblia inasema akaomba vyombo. Alipoanza kumwaga, ndio akagundua kumbe bwanangu aliachaga kitu. Hello, can I talk to somebody? There is something God has planted in you, na kile kinakufanya haujawahi kukiona, na kwa sababu kila mwenye anakuzunguka ni wa kukuvunja moyo. Ukiumwa na kichwa, anakwambia nakuuma namna gani? Unamwambia nauma hii sehemu ya huko. Hivyo ndio anko yangu liumaga akakufa. Okay. So which means hata kama nitakunywa Panadol anko yako, so ni kama anko yako analifanya hivi. By the way, nilipata hata kufungua biashara. Wewe nilisikia mwingine ananiambia udongo ya kwetu ni pavement, hata ukipanda hapo haitowaki. Hiyo tunataka kukwambia you are not going anywhere. Na njoo unakutana wengi wetu wameshakaa hivyo. Unasikia tu unakuja unasema, nataka kufanya hivyo, unasikia mtu anakuambia you are good for nothing. Na njoo unaanza kujiambia I'm good for nothing. I'm good for nothing. I'm thinking twice. I'm good for nothing. I came to tell you, as long as you are surrounding yourself with people who have no value, you will never get value. I came today to tell somebody, arise from where you are. Believe in the God who calls things which are not as if they are. Believe in the God who made Abraham, who made Jacob, who made Isaac, who made your pastor, who made people who are surrounding you rich. If you hear me, shout hallelujah. So after you leave this place today, forget about what people are saying. I told you, Kiingereza inaita backbite. Kanisa, Kiingereza inaita backbite because I am backbiting. It means kusengenya ni kuongea nyuma ya mtu. Sasa ikiwa ninaweza kumsengenya, maana yake nimeshindwa kumfikia, ndio kwa maana ninamuongea. Sasa magumu ni wakati yeye atataka ageuke. Akigeuka yeye ndiye ameshindwa, sio mimi nimeshindwa, kwa sababu mimi niko nyuma. Nikimsengenya anasonga, akisonga ninasengenya mpaka nakosa wa kusengenya na visengenya. Luka tangu wa neighbor wamekunena kwa sababu wako nyuma yako. Usiwaangalie, angalia walio mbele. Angalia msalaba, angalia Kristo, angalia Masia, ndiye Jehova. Mwambie
It has no effect. Can I tell you something? Can I tell you something? Next time, stand on your feet. You are here. Uko hapa na unataka Mungu akufanyie muujiza wiki hii. Kuja mbele nikuombea alafu uende. Uko hapa unataka muujiza wiki hii. Kuja mbele, kuja. Eish. Unaona nani zina gasmati? Buda. This daughter of mine, this one, really, she applied for a passport for a certain mission, and with no apparent reason, she was denied it. And she came, and we were praying, and we believed God for it. And she was called, and she was saying, sorry. We are apologizing for what happened. Here's your passport. And you have it. So I'm about to release you today. The next time people will hear about you, you will be one of my members who will not be in Kenya. I don't know the country you need. As I will be praying, choose a country of your own choice. Just choose a country you want to walk in. And I mean to walk in. And after I finish praying, you will have it. And these people will be here when I will be releasing you to go to the country of your choice. You are among the members who are well seen that they have to go. Because you needed that passport, I don't care if you have to go to Kampala and come back. I don't need you to choose an African country. Choose another country which is not an African one. Of your choice. God will give it to you. Can we just start worshiping Him? Father, we thank you, Father, we honor you, Father, we praise you. Father, you are awesome, Father, you are mighty, Father, you are glorious. Whatever you're standing for, just open your mouth and start worshiping Him. Oh, can you give me a good music? Can you give me yes, play it. As you're worshiping, the blood of God is coming upon your life. Oh, are you Lord God Almighty? Worthy the Lamb, Jesus Christ, worthy the Lamb, you are holy, holy. Are you Lord God? My son, look at me. God, come here. Look at me. The God I serve
the maker of heaven and earth, say this, that he is about to take away your shame, and he will make you among the honorable men of this ministry, of your own land and internationally. Listen to me. Today you may not be having any document in your hands, like of traveling. The Lord says, He's removing your shame and your pain by honoring you. Sikiza nikwambie, kuna watu ambao leo wanakataa kukusikiza, lakini baada ya hii maombi na nataka kukuombea, watataka wakukaribie, wasiweze kwa sababu ya ukuu ambao Mungu anataka kukupea. Do you hear me? Your status today, I will not tell it to people until when they will see me calling you now to testify in front of them of what my God has done in your life. You know mikono yako. Mungu ninakuomba umufanye kama vile unavyonionyesha ifanyika. You know kwa sababu uko hapa, roho ya kifo inayoandama familia yako haitafanikiwa. Natangaza leo, chochote kile ambacho shetani alikuwa na snatch from your own family will not go. Say will not go. Yes, it will not go. Nothing that the Lord has given you people will be taken. Because of your presence in this atmosphere, the Lord will redeem everything of your family. Mama yako ugonjwa itaisha, ndugu zako ugonjwa itaisha, wewe mwenyewe magonjwa yataisha kwa sababu uko hapa. Can we stretch our hands toward this great God? Hiyo roho ya magonjwa itaachana na familia yako. Roho ya kifo itaachana na familia yako. Natangaza kwa jina la what's your name? Lucy. I declare and I decree, my God and my Father, Lucy and the family, by the power of the blood of Jesus, they shall live, Lord. They shall live, Lord. They shall live, Lord. We declare long life. We declare long life. Your people will not die. Your people will not die. In the mighty name of Jesus, we arise against this part of death. We paralyze you. In the name of Jesus. In extension, I declare long life upon all of you. I declare long life upon you. I declare long life upon you. Long life upon your family. 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 Take the vision of God. Jesus, 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 Jesus. Come here, come here, come here. Here, come here, come here. Yes. I see the Lord smiling at you, and He says, the hooting without response is over. The Lord will connect you to a place you never thought. And when you come back, you will come back rejoicing, singing, and testifying. Take it.
now. Take it now in the mighty name of Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. I love you, 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 I love you. Jesus, Jesus, Jesus. As I'm passing here, I'm just hearing the Lord saying, He has accomplished your new season. So get ready for it. That's what He said. He has accomplished it. He has made it ready. Get ready for it now. I don't know which season is it, but I have said it as He has said it. Oh, just lift up your hands wherever you are now. Lift up your hands wherever you are now. Oh, glory, 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 glory. Baba, I thank you because today you are giving her everything she came for. Whatever brought her into this service, she has gotten it and she has received it. Heaven will open on you and your tears will be taken away. Now it is done and you will go shouting, jumping because your life will never be the same again. The Lord is surprising you. There will be a chain of testimonies in your life. After what you are expecting, there will be a big door opening. And then there will be showers of blessings. For every spoken word that has ever been spoken against you, God will pay 7 times more. Lillian, I've never seen you before. Have you ever been here? First time. Lillian, there is season for disappointment and there is season for appointment. Because you are here today, the chains of disappointment are over. They are over. I'm not going into the details, but by the power of the one who called me, I appoint you today for your next level. Jesus, I thank you. Jesus, I thank you. What I cannot explain, your people can explain. The tears you have been shedding, but by the power, oh Jesus. Holy Spirit, take it out. Take the disappointment out now.
Let God be faithful to you now. I combine a chain of miracles for you. May the Lord God I serve surprise you with good news that you cannot contain. May the Lord cause your house to celebrate for joy because of what He's doing. May a new dawn come your way. May a light that no man can stop locate you in your office, in your place of work. May the Lord make you a pillar. May the Lord give you a name that you have never thought you'll ever get. Come back and testify about it. God, lift up your hands wherever you are. The rewarder of those who serve Him diligently reward you. I release you today. Whew. Mighty Redeemer, mighty Redeemer, mighty Lord. Jesus. There was a wave that was to swallow you, to be specific, from your office. But instead of swallowing you, it will place you where you belong. Right now, you are so confused because you don't understand what is happening in your work life. But as you are standing here, the Lord says He's placing you where you belong. Where you belong. Oh, just lift up your hands. Say, here, Lord, I am standing here for a miracle. Oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness. My sister, come. Don't fear. Don't fear. Today is your first time to be here. What's your name? Listen, there will be a huge thing God will open for you. Not only you, let me say, for your company. You know, listen, can I tell you something? Have you ever seen it? Do you know me? You have been working with a company in your pocket. Do you hear me? You have a company and all of you work with it in a pocket. You believe it will be powerful. It will change Kenya. Look at my eyes. Say it will change Kenya. Do you know that company? Yes. It will change Kenya. Do you hear me? It will change Kenya. The Lord will make you among the powerful people. There will be tenders that your company will win that will transform the name of your company. Wow. You say your name is? Let's lift up your hands like this. May the Lord cause you people to touch millions. And when time comes, touch billions and go far. And then you will never forget that the God has made you so. Go. You see, it was all about that. If there is any other thing, the Lord will speak to you later. Just lift up your hands wherever you are. We love you, Jesus. Oh, open your mouth for 1 minute. Worship Him, worship Him. Oh,
declare 7 days miracles. May you enter into a season of miracles. May you come back here with a testimony. Whatever you stood for here, may the Lord bring you back with a testimony. Whatever you came for, may the Lord bring you back with a testimony. Whatever you came for. Oh, glory to Jesus. It is done. I say it is done. I say it is done. This is my daughter, this is daughter of mine. I stay with her. I understood. What happened is that she comes from Uganda, and suddenly people of power went against the father because of his properties and took him to prison. And when they took him to prison, they tried their best and everything and nothing worked. So they took money there and nothing worked. And so she came to me, she said, Dad, we have done everything. My father is around 70 now. He cannot remain in the prison. And we have tried to negotiate them to release our father. But because his land is well placed somewhere where someone of power needs it, so they have done all things so that he may be rotten in prison. And she came to me and I looked at her. I told her, my daughter, God cannot bring you in my house for your father to die in prison back home. So, because they have refused money, they were released by fire. Hallelujah. And I went. When I came back in the evening, she told me, Dad, my father was sent home without condition. So I am calling her to declare to her that, my daughter, the same God who performed that miracle in your life is saying that after my house, it is your house. You can go back. There is a guy who stood here and I told you, one day I will tell you about him. Because he is not around now, I can tell you about him. Do you remember that guy? When they brought him to us on Friday, some of you are here who can remember, they went for him in, was it Gatundu? Because he was a madman in Gatundu market akiokota vitu. So wakamushika, wakamfunga, wakamuweka mahali, tukamwombea kwa simu, akatulia, alafu wakamuvika nguo nzuri, akamuleta hapa. And as we are talking, he is planning to go back to the office. I told you I will tell you about him one day. He told me, Pastor, I know who I am and I think. He went mad after getting his master's. Then he went mad. And now, after that long period of madness, he has requested his family if they can allow him to get married. That's what the family told us. And now he's applying for jobs because he's sober and well, and he believes that he has to do something. And he told them that he wants to serve God, but he wants his wedding to be at Dubai. He will move mountains, and he will move your mountain. Lift up your hands wherever you are. I cannot leave this pulpit. If I continue, I will prophesy and I will prophesy and will not go. Lift up your hands wherever you are. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. May the grace and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever.